Ndugu mwenyekiti wa Tume ya Utangazaji Zanzibar, katibu mtendaji wa Tume ya Utangazaji Zanzibar, mwakilishi kutoka Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA ofisi ya Zanzibar, wakurugenzi mbalimbali kutoka Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo, naomba niwatambue na niwapongeze kwa kuja kumuunga mkono katibu mtendaji. Naomba nitambue uwepo wa mhariri mkuu Shirika la Magazeti, mkurugenzi Idara ya Maendeleo ya Vijana ndugu Shaibu, mkurugenzi wa Wakala wa Serikali wa Uchapaji, mkurugenzi Idara ya Habari Maelezo, katibu mtendaji wa Kosoza ndugu Damtu, bado huyu yuko kwetu na mdau wetu wa kudumu, mwenyekiti wa bodi ya Shirika la Magazeti, pamoja na watendaji wote Idara ya Utamaduni, wengine wote mraji kutoka Tume ya Utangazaji, wamiliki mbalimbali wa vyombo vya habari, wasanii, ndugu wanahabari, mabibi na mabwana, asalamu alaikum. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukutana katika shughuli hii ya leo tukiwa katika hali ya uzima na afya. Nishukuru uongozi wa Tume ya Utangazaji Zanzibar kwa kunipa heshima ya kuwa mgeni rasmi katika kongamano hili likiwa na lengo kuu la kuimarisha mashirikiano na wadau wa utangazaji pamoja na kubadilishana uzoefu na kutatua changamoto mbalimbali zinazoikumba sekta ya utangazaji sambamba na kupanga mikakati ya pamoja itakayosaidia kuimarisha sekta ya utangazaji nchini. Shukurani za kipekee ziende kwa serikali ya awamu ya 8 ambaye inaongozwa na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kusimamia vyema sekta ya utangazaji nchini. Naomba tumpigie makofi mengi Mheshimiwa Rais wetu Dr. Hussein Mwinyi. Aidha, nachukua fursa hii kuwashukuru wadau mbalimbali waliosaidia kwa namna moja ama nyingine kufanikisha kongamano hili. Mchango wao kwetu umedhihirisha imani yao thabiti ya kushirikiana nasi katika kuimarisha sekta ya utangazaji katika nchi yetu. Napenda pia kuchukua fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza wamiliki wa vituo mbalimbali vya habari na utangazaji vilivyopo hapa Zanzibar kwa jitihada zenu za maksudi katika kukuza na kuimarisha na kuendeleza sekta ya habari nchini, hasa baada ya serikali kufungua milango kwa wawekezaji binafsi kushirikiana na serikali kutoa huduma za kuelimisha, kupata habari na kuburudisha wananchi kupitia vyombo vya habari. Ndugu washiriki, kama mnavyofahamu, sekta ya utangazaji ni moja ya sekta za huduma za jamii nchini inayotoa huduma ya kuhabarisha ambayo ni haki ya msingi ya raia kama inavyotamkwa katika Katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 ibara ya 18 ya katiba ambayo inaeleza, naomba kunukuu: kila raia anayo haki ya kupewa taarifa wakati wowote kuhusu matukio mbalimbali nchini na duniani kote ambayo ni muhimu kwa maisha na shughuli za wananchi na pia juu ya masuala muhimu ya kijamii. Dhima ya sekta ya habari na utangazaji ni kutoa taarifa, kuelimisha, kuburudisha jamii. Kwa upande wa utangazaji, sekta hii inahudumiwa na vyombo vya habari ambavyo ni redio, televisheni na mitandao ya kijamii. Tume ya Utangazaji Zanzibar ndio yenye dhamana ya kutoa leseni za utangazaji, kupanga na kusimamia masafa ya utangazaji, kudhibiti shughuli za watangazaji na maadili yao ya utangazaji, sambamba na kulinda sera, usalama, mila na utamaduni wa Zanzibar ili usiharibiwe. Majukumu haya hayawezi kufanikiwa bila ya mashirikiano ya pamoja. Hivyo ni jukumu la kila mmoja wetu kuhakikisha kwamba tunazingatia maadili ya habari wakati wa kutekeleza shughuli zetu za utangazaji. Ndugu washiriki, Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo ina jukumu la kuimarisha
mashirikiano na wadau wake ili kuhakikisha maendeleo ya sekta ya habari yanakuwa kwa kasi kubwa, huku yakienda sambamba na mabadiliko ya teknolojia ya habari na mawasiliano yanayoibuka mara kwa mara duniani kote. Waswahili wanasema kidole kimoja hakivunji chawa. Ni matumaini yangu kuwa mashirikiano haya yataimarishwa kwa kuandaa vikao na makongamano ya mara kwa mara yatakayosaidia kujadili changamoto za kisekta na kuweka mikakati ya pamoja ya kutatua changamoto hizo. Aidha, natarajia kuwa kongamano hili litakuwa endelevu kama alivyosema mwenyekiti wetu wa bodi, ambalo litaweza kufanyika kila mwaka na kubeba ujumbe mahususi wa kufanyiwa kazi kulingana na mwaka husika, lakini kulingana na mahitaji ya mwaka husika. Kama tunavyofahamu kwamba mwaka huu nchi yetu inaelekea katika uchaguzi mkuu, na kauli mbiu yetu ya kongamano hili ni kwamba zingatia maadili ya utangazaji, tulinde amani na utulivu wa nchi yetu. Ni dhahiri kuwa harakati za kisiasa zimeshaanza na vyama vyote vyenye ushawishi mkubwa wa nchi kwa wananchi tayari vimeshatangaza wazi mikakati yake na kuanza kutambulisha wagombea wao kuelekea uchaguzi ambao kampeni zake zinatarajiwa kuanza hivi karibuni. Na ni kawaida kwa vyama vya siasa kutumia vyombo vya habari na utangazaji katika kueleza sera, ilani, aidha ahadi za vyama vyao ili kuweza kufahamika na wananchi. Na hata hivyo vyombo vya utangazaji havipaswi kusahau jukumu lao la msingi la kuhabarisha na kuelimisha jamii na sio kujikita kueneza propaganda za chuki, jambo ambalo linaweza kuhatarisha usalama wa nchi yetu. Wahenga walisema asiyejua chozi amtizame aliaye. Bila shaka tunakumbuka mauaji ya kimbali yaliyotokea nchini Rwanda katika miaka ya 90 ambayo yalichochewa kwa asilimia kubwa na vyombo vya habari, na naamini nchi yetu ya Zanzibar hatutaki kufika huko. Naomba kutoa wito kwa vyombo vya utangazaji wakati wanapofanya shughuli zao za utangazaji, hususan katika kipindi chote cha uchaguzi, kutojihusisha na vitendo vya uvunjifu wa amani, ikiwemo kutumiwa na baadhi ya wanasiasa katika kueneza propaganda za chuki. Badala yake wajikite kuposti sera na ilani na ahadi za vyama vya siasa ili kuwawezesha wanajamii na kufahamu zaidi ahadi za viongozi wao na kushiriki katika zoezi zima la uchaguzi.